Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa siku ya leo, ambapo bodi ya ligi wameweza kufanya maamuzi ya mwisho kabisa ambayo pengine yatakuwa ni maamuzi ambayo wameona ni ya busara zaidi mara baada ya klabu ya soka Young Africans kuendelea kushikilia msimamo wao, huku wakionyesha kwamba wenye makosa kwamba ni wao kwa kile kilichoweza kutokea. Hatimaye maamuzi mapya ambayo yamekwenda kufanyika, huenda klabu ya soka Young Africans yakawa ni maamuzi sahihi kwa upande wao kwa kile ambacho walichokuwa wakiweza kukitaka. Young Africans unafahamu ya kwamba wenyewe msimamo wao ni kwamba hatuchezi, lakini sio kucheza tu, wakihitaji kuweza kupewa alama 3 na magoli 3 mara baada ya klabu ya Simba kuweza kususia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa Young Africans wamekuja na ili jipya ambalo bodi ya ligi wameweza kuwajibu na kufikia muafaka huu kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo. Ni yapi hayo utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyo hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans pamoja na bodi ya ligi, mambo yakizidi kuwa makubwa kwenye sakata hili. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaendelea kuweza kuishinikiza bodi ya ligi pamoja na TFF kuweza kufanya maamuzi ambayo yako sahihi kuhusiana kile ambacho wao wanakitaka juu ya sakata lao ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Wakati hayo yakiendelea, mwekezaji wa klabu ya Young Africans, hapa nazungumzia Ghalib Said Mohamed almaarufu GSM, amesema kwamba Yanga ni bingwa msimu huu na ni suala la muda tu. Unaona bana, huku akiweza kuambia bodi ya ligi kwamba Yanga ni bingwa, huku bodi ya ligi na TFF bado kwa kile ambacho wao wamekisema kupitia rais wa shirikisho, hapa nazungumzia Wallace Karia, anasema ya kwamba mchakato unaendelea kuweza kupata suluhisho, huku akisema ya kwamba hajui ni lini suala hili litaisha ama alitoisha, kwamba wenyewe wamepanga dabi lakini hawajui kama sakata hili litaisha ama alitoisha. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo wao wataweza kulifanikisha suala hili ili kuweza kupata muafaka ambao ni sahihi juu ya kuweza kuhakikisha kwamba dabi ya Kariakoo inachezwa kwa muda ambao umepangwa. Kile ambacho kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo klabu ya Young Africans watapata haki yao. Lakini wakati hayo yakiendelea, moja kati ya watu wa Simba, watu wa ndani kabisa wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye aliwahi kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, mzee Kaduguda, yeye ameweza kuwaoji TFF na bodi ya ligi kuhusiana na klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo Simba wa Yuda anaunguruma, anasema ya kwamba mimi ninahoji, Simba inadai walizuiwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Kama kanuni inavyoeleza, timu ngeni inapaswa ifanye mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mchezo, lakini mpaka leo hatujaelezwa ni nani aliwazuia Simba kufanya mazoezi, ikizingatiwa mwenyewe mwenye mamlaka na ule uwanja si Yanga. Uwanja ni mali ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatizo jambo alijawekwa wazi. Leo ukiniambia ni Yanga ndio wamewazuia Simba, binafsi hainiingia akilini, kwa kuwa ule uwanja sio wao, ni wa serikali, na pale kuna wafanyakazi wanaotoa huduma za kila siku katika ule uwanja, na hao ni waajiriwa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwanja pia una meneja ambaye muajiriwa. Sasa je, nani aliwazuia Simba kufanya mazoezi? Hatujaambiwa hadi leo muda
ambao kile kitendo kilichoweza kutokea, ambapo wanasema ya kwamba inahitajika iweze kufanya uchunguzi wa kina kabisa ambao walisema watafanya ili kuweza kubaini mwenye vitendo vile alivyovifanya alikuwa ni nani, kuwazuia Simba kufanya mazoezi. Lakini Yanga waja na jipya zaidi, wanasema ya kwamba pale kwenye atuchezi mbele ongeza neno ng'o, yani akimaanisha kwamba pale ambapo ukisema atuchezi malizia neno ng'o, yani kwamba haito itokee. Huyo ni msemaji wa klabu ya soka ya Wananchi Ali Kamwe, akiendelea kusisitiza kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye mchakato wa yale ambayo yanaendelea. Lakini Wananchi hapa nazungumzia wazee wa Yanga wameamua sasa kujitokeza hadharani na kuweza kuwaambia bodi ya ligi na TFF kwamba ile Yanga ambao wanaiona sio ya Engineer Hersi wala si Yanga ya Arafati Haji, yani makamu wa rais wa Young Africans, wala ile sio timu ya GSM. Hayo yamejiri wakati Yanga kupitia viongozi wa matawi mbalimbali kutoka jijini Dar es Salaam wamekutana makao makuu ya klabu yao Jangwani leo Mei 10, 2025, huku wakiuliza mamlaka za soka nchini kuwa wanapangaje tarehe mpya mchezo, wakati hawajaja na taarifa ya uchunguzi juu ya mchezo ulioahirishwa Machi 8, 2025. Sasa kutokana na hilo, Yanga wanasema timu yao sio ya Engineer Hersi wala sio ya Arafati Haji, bali timu hiyo ni ya Wananchi. Hivyo wao hawapo tayari kucheza mchezo wao namba 184 dhidi ya Simba. Wananchi wameamua vipi bodi ya ligi itaweza kutoboa katika hili ambalo linalo. Kati ya hayo yakiendelea, wazee wa klabu ya soka ya Wananchi Young Africans wamezidi kupandisha moli, huku wakisema ya kwamba sasa ni zamu ya kuelekea katika mahakama za Tanzania, na lengo kuu la kuupeleka mpira wa Tanzania mahakamani ni kuweza kuwazuia bodi ya ligi pamoja na TFF wasiweze kutangaza ama kumtangaza bingwa wa msimu huu mpaka pale hatima ya mchezo huu utakapoweza kutolewa. Sababu kubwa ambayo bodi ya ligi na TFF huenda wakatangaza bingwa kutokana na Young Africans kutoshiriki mchezo huo, huenda wakampa pointi za mezani klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kile ambacho kinachoelezwa ya kwamba bodi ina mpango wa kuendelea kusimamia msimamo wake kwamba mchezo wa dabi upo kama kawaida. Sasa hayo yakiendelea, Mzee Msumi wakati alipokuwa akizungumza kwenye kikao hicho cha wazee wa Yanga, anasema kwamba lazima twende mahakamani tukasimamishe kanuni kutangaza bingwa mpaka uchunguzi waliosema bodi ya ligi utolewe, kila mtu aelezwe, ili kuona haki yetu inatendeka. Ni kwenda mahakamani kuzuia stangazwe bingwa mpaka ufafanuzi waliosema bodi ya ligi wautoe hadharani. Unaona bana, hayo yakiendelea kujili katika sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kumbuka ya kwamba mpira wa Tanzania huenda huko mashakani kutokana na haya ambayo yanayoendelea kwa wakati huu, kila mmoja akiona namna gani ambavyo kile kinachoendelea kuweza kushindwa kutoa ufafanuzi ambao unaonekana mwishowe pengine klabu ya soka ya Young Africans huenda wakasababisha FIFA wakaweza kufungia mpira wa Tanzania. Mambo haya yalijiri hata kule nchini Kenya, ambapo uliweza kushuhudia kila kitu kiliweza kusimama kutokana na yale ambayo yalidaiwa ya kwamba mpira ulichanganywa na mambo ya kisiasa, na mwishowe FIFA wakaweza kuipiga lungu zito shirikisho la soka la Kenya na kufanya mpira wao ukaweza kurudi nyuma kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa hiyo pengine haya yanayoendelea katika dabi ya Kariakoo, Tanzania inapaswa kuweza kujihadhari na kuweza kutoangalia namna kushindwa kupoteza mpira wetu ambao inaonekana unazidi kukua, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, lakini ikishindwa kuweza kuzingatia kanuni za yale mambo ambayo yameweza kujiri. Nafikiri TFF na bodi ya ligi wangepaswa kuweza kusimamia kanuni na yale yote, mwenye makosa akaweza kuadhibiwa, mwenye haki akaweza kupata, ili sakata hili limalizike bila kuweza kuichafua taswira ya mpira wa Tanzania. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.